Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, vijana wanaofahamika kama Gen Z wamefanya ujasiri mkubwa na kuweza kushiriki katika maandamano makubwa kabisa na ya kihistoria katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Makala hii inatupia jicho baadhi ya mambo muhimu kuhusiana na hayo maandamano, hasa ikikumbukwa pia jana ilikuwa ni siku ambayo serikali ilikuwa imetangaza uchaguzi mkuu ambao kwa hakika umegeuka kuwa kituko. Kwa hiyo jana asubuhi vijana wa Kitanzania kidogo kidogo walianza kujitokeza mitaani na hatimaye wakajazana kwa maelfu katika miji mbalimbali. Kulikuwa na changamoto kama ilivyotarajiwa ya ukatili wa jeshi la polisi wakitumia mabomu ya machozi, lakini jambo moja ambalo litabaki katika historia ya Tanzania ni jinsi jeshi la wananchi wa Tanzania lilivyoonyesha kuwa ni jeshi la wananchi kweli kweli. Maana haliitwi jeshi la wananchi kama jina tu, lakini ni jeshi la wananchi kwa sababu lipo kwa ajili ya kuwalinda wananchi. Kwa hiyo jeshi la wananchi wa Tanzania jana lilifanya kazi kubwa ya kuwalinda waandamanaji. Sasa kuna taarifa ambazo hazijathibitishwa kwamba hilo la jeshi la wananchi kuwalinda waandamanaji limepelekea mtafaruku, kwa sababu inaelezwa kwamba uongozi wa jeshi hilo ndio ulitoa maagizo kwa askari hao kwamba jukumu lao ni kuhakikisha waandamanaji wanaandamana kwa amani, lakini sio kuwapiga risasi, tofauti kabisa na kilichofanywa na askari wa jeshi la polisi. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo ni vigumu kuthibitisha kwa sababu mambo yanatokea haraka, inadaiwa kuwa maagizo hayo yaliyotolewa na hao viongozi wa ngazi za juu jeshini yamewakasirisha watawala, kwamba watawala walitarajia kuwa jeshi likiingia mtaani lifanye kama ambavyo polisi wanafanya. Polisi wao wanapiga risasi ovyo ovyo, kwa hiyo walitarajia kuwa askari nao watakapoingia mtaani wafanye kitu kama hivyo, lakini jeshi la wananchi jana limefanya kazi kubwa sana, na kwa hakika wamesaidia kuokoa maisha ya Watanzania wengi waliojitokeza kuandamana, kwa sababu polisi walishindwa kuwapiga risasi wananchi waandamanaji kutokana na uwepo wa askari wengi wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Kwa hakika hawa ni wazalendo, wanastahili pongezi nyingi. Kwa hiyo hilo ni moja kubwa lilotokea. Pia baadhi ya matukio ni pamoja na vituo vingi vya polisi kuchomwa moto. Hili sio la kushangaza, pengine sio jambo la kuunga mkono, lakini sio la kushangaza kwa sababu ya ukatili wa jeshi la polisi. Askari wa jeshi la polisi wamekuwa ni makatili kupita maelezo. Wamekuwa na ubabe mkubwa kama ambavyo wameonyesha pia katika hayo maandamano. Kwa hiyo hawa vijana walikuwa hawana jinsi, kwamba kama nyinyi mnatuonea, kwa nini sisi na sisi tusijikinge? Na kujikinga ni pamoja na kuchoma vile vituo. Kwa hiyo kuna idadi kubwa sana vituo imechomwa moto. Jana usiku nadhani kwa saa 5 ya Tanzania imepatikana taarifa kutoka huko Mwanza ambako nako kuna kituo cha polisi nacho kilichomwa moto, lakini maeneo mbalimbali vituo vya polisi vimechomwa moto. Kadhalika baadhi ya biashara na sehemu za biashara za hawa watu wanaofahamika kama machawa nazo zilichomwa moto. Miongoni mwa machawa hao ni pamoja na Shilole, sehemu yake ya biashara. Kuna yule kijana anaitwa Bilnenga, naye sehemu yake ya biashara imepigwa moto. Si vitu ambavyo tunaweza tukashangilia, lakini bila shaka hata hao wahanga wa hilo, yani hawa ambao biashara zao zimechomwa moto, wanaweza kukaa chini na kuelewa kwa nini hawa vijana wana hasira, kwa sababu wale ambao hao vijana hao watu maarufu wamekuwa wakishabikia ndio hao wanaotuhumiwa kuwakandamiza hawa vijana. Kwa hiyo wewe unaposhirikiana na adui yangu, nawe unakuwa ni adui yangu. Kwa hiyo ndicho hicho kilichotokea. Kwa hiyo kumekuwa na matukio hayo ya sehemu mbalimbali za biashara, lakini pia kuna kampuni ya mabasi ambayo nayo inasemekana mabasi yake yalichomwa moto kwa sababu ni kampuni inayojihusisha na chama tawala. Pia kuna vituo mbalimbali vya mafuta ambavyo navyo vimechomwa moto. Maandamano yaliendelea mpaka usiku. Jeshi la polisi lilitangaza kwamba limeweka zuio la watu, curfew wanaita, kwamba kufikia saa 12 jioni
watu wasitoke majumbani mpaka saa 12 asubuhi, lakini hiyo haikuwazuia vijana katika sehemu mbalimbali jijini Dar, Mwanza huko, na Arusha na sehemu mbalimbali usiku walijitokeza. Lakini pia moja ambalo pengine la kutia matumaini ni kwamba Mbeya huko kuna askari wa jeshi la polisi walionekana wakikimbia. Hii inaingia katika historia ya Tanzania kwa sababu polisi hawajawahi kuwakimbia wananchi. Lakini hili wengine tulikuwa tukionya mara kwa mara kwamba itawafikisha sehemu hawa vijana au Watanzania hao ambao wamezoea, imekuwa kama ni mazoea kuonewa na vyombo vya dola, watapata usugu, na siku wakipata usugu, usalama wa hawa watu wa vyombo vya dola utakuwa hatarini, kwa sababu watafanya yale yale ambao hawa watu wa vyombo vya dola wanafanya. Wao watapiga risasi, watu watawapiga mawe. Wao watafanya hiki, watu watachoma moto. Kwa hiyo yayumkinika kusema kwamba huo ukatili wa baadhi ya watumishi wa vyombo vya dola ndio umewafikisha hawa vijana katika sehemu ya kwamba wamekuwa sugu kiasi kwamba inabidi tu wafanye kile ambacho wanaona ni sahihi kukifanya. Lakini swali la msingi linabaki, imekuwaje mara zote maandamano yamekuwa yakihamasishwa lakini hakuna anayejitokeza, au wanaojitokeza ni watu wachache? Imekuwaje? Kwa nini mwaka huu vijana wengi wamejitokeza kwa maelfu, na sio sehemu moja tu Dar, bali mikoa mbalimbali? Na sio tu hiyo, jana kutwa nzima umekwenda usiku na mpaka leo hii asubuhi, kwa mujibu wa taarifa hapa ni saa 11:01 hapa Uingereza, ambayo ni saa 2:01 kwa saa za Tanzania. Taarifa zinaonyesha kuwa vijana wako mtaani na wanaendelea na maandamano. Kwa hiyo swali linabaki, kwa nini safari hii imekuwa tofauti kulinganisha na miaka mingine? Kuna sababu mbalimbali, lakini chache ni pamoja na mtu mmoja ambaye anastahili pongezi nyingi sana katika hili la maandamano ni Mange Kimambi, yule dada mwanaharakati. Aliacha shughuli za kublog umbea, akajikita katika hili la maandamano, na kwa takriban miezi mitatu amekuwa akilipigia debe, na licha tu ya kusisitiza kuhusu maandamano, lakini aliongezea pia Watanzania sababu za kuandamana. Na moja, yeye ameshiriki kwa kiasi kikubwa kuwafahamisha Watanzania kuhusu ufisadi mkubwa unaodaiwa kuendelea huko serikalini. Kwa hiyo halikuwa tu swala la no reforms no elections, kwamba uchaguzi huu ni wa kihuni, lakini pia imekuja kubainika kwamba kumbe wakati kuna watu wanatekwa, kuna watu wanabakwa, kuna watu wanalawitiwa, lakini hizi ni mbinu ambazo pia zinatumika kwa ajili ya kulinda maslahi ya kifisadi. Kwa hiyo haikuwa tu swala la ukandamizaji, lakini ukiukwaji wa demokrasia, lakini pia kuna jambo la ufisadi. Kwa hiyo kwa hakika Mange anastahili pongezi kwa kuweza kuhamasisha na kueleza hasa undani wa mambo yanayoendelea, kuwapatia sababu hao vijana na kuwaeleza kuhusu mustakabali wao kama taifa. Lakini upande wa pili ni ukweli kwamba, na haya ni baadhi ya sio wengine tumekuwa tukiongea, kueleza kwa serikali na vyombo vyake kwamba katika taifa la watu wenye akili timamu hawezi kuwa mnawateka watu, mnabaka watu, mnalawiti watu na kuwaua watu, halafu hao watu wamekaa tu kama kuku wanasubiri kuchinjwa. Kwa sababu vijana wengi walioshiriki katika maandamano wanasema hata nisipoandamana nitatekwa. Kwa hiyo kwamba bora tu andamane alafu ifahamike kwamba alipigwa risasi au ameuawa katika namna ya kueleweka, kuliko aje tu achukuliwe na Land Cruiser au magari hayo yanayotumia watekaji wasiojulikana na akapotea, hata maiti yake isijulikane iko wapi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa yayumkinika kusema, sio kwa kiasi kikubwa, kwa 100%, maandamano haya yamesababishwa na utawala uliopo madarakani, kwa sababu huwezi kuteka watu kila siku, huwezi kulawiti watu kila siku, huwezi kubaka watu kila siku, huwezi kuua watu kila siku, halafu wale watu waendelee tu kukaa wasubiri miujiza. Na haya pia Askofu Josephat Gwajima, ambaye baada ya kukemea utekaji makanisa yake alifungiwa, alisema kwamba mnaweza mkaua watu, lakini hamwezi kuwalazimisha kufanya yale mnayoyataka. Na hili ndio dalili. Imani kubwa ya watawala ilikuwa ni kwamba Watanzania ni waoga, kwa hiyo hawawezi kujitokeza
mtaani. Na baadhi yetu kwa kweli ilikuwa na wasiwasi, hivi kweli hawa wanaweza kujitokeza? Lakini jana wamewathibitishia kuwa ule uoga umekwisha, na kama kuna mtu anajidanganya kwamba hili limepita, basi aende hospitali akaangalia akili yake vizuri. Huu ni mwanzo mpya, hili vuguvugu halitokwisha. Kama wana busara huko waliko, ni vema kutafuta ufumbuzi wa kidiplomasia, na kidiplomasia ni badala ya kumwaga askari ambao wanapiga risasi. Jana kuna gari moja la askari wamevaa nguo za kiraia, wamevaa kininja, wakawa wanamwaga risasi ovyo. Ule ni ugaidi. Kwa hiyo mamlaka inayotoa ruhusa raia wake wapigwe risasi ovyo, huo ni ugaidi. Hii ni kesi mbaya. Kwa hiyo wanaweza mtu wakajidanganya kwa muda huu kwamba tunaweza tukawatisha kwa risasi, tukapiga risasi. Mtaua watu wangapi? Watanzania wako wangapi? Haiwezekani. Na hawa vijana mnavyozidi kuua, mnavyozidi kupiga risasi, ndivyo wanavyozidi kuhamasika. Kwa hiyo hili haliwezi kumalizwa kwa kutumia mabavu. Kwa hiyo hilo huenda hukuta. Lakini pia kuna kitu kingine cha muhimu sana cha kuongea. Mimi niliwahi kuwa mtumishi wa idara ya usalama wa taifa, na hilo sijawahi kulifanya kwa siri, na hili linanipaga uhuru wa kuipongeza au kuikosoa taasisi hii. Kwa hakika taasisi hii imefeli kwa sababu ilipaswa kumshauri rais, kwenye lugha ya kiintelijensia anaitwa sponsor. Yaani kimsingi rais ndio mkuu wa idara ya usalama wa taifa, lakini ukuu wake haumaanishi kwamba hashauriki, anashauriwa. Na kuna mbinu ambapo kama hashauriki zinachukuliwa. Kule Israeli kulikuwa na waziri mkuu alikuwa anataka kuleta amani kati ya Israeli na Palestina, lakini yale ilikuwa ni kinyume cha maslahi ya Israeli. Kwa hiyo idara ya usalama wa taifa wa kule ikachukua njia zilizokuwa muhimu kuhakikisha kuwa halitokei. Hiyo ni mada ya wakati mwingine. Kwa hiyo idara ya usalama wa taifa ina njia za kumlazimisha sponsor ambaye ni rais atekeleze matakwa kama ni kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa hiyo walitakiwa mwambie huyo sponsor wao kwamba hili janga la utekaji linalipeleka taifa kubaya, kwa sababu hili janga la utekaji linalindwa na serikali yenyewe na CCM. Na ndio maana mpaka kampeni yao imekwisha, hakuna kiongozi mmoja, sio rais wala diwani, aliyeongea jukwani kulaani janga la utekaji. Wameongelea tu mambo mengine, tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya kile, hawajagusia swala la utekaji. Balozi Polepole alipoongelea utekaji, wamemteka. Askofu Gwajima alivyoongelea utekaji, wamefungia makanisa yake. Kwa hiyo CCM haiwezi kujitenga na janga la utekaji. Kwa hiyo idara ya usalama wa taifa ilipaswa kushauri kuhusu hilo, lakini pia yenyewe imeshindwa kukabiliana na hili janga la utekaji kwa sababu pia imekuwa ikihusishwa na swala hili. Basi tutaendelea kuongea zaidi kuhusu haya. Kama una maoni, karibu toe maoni hapo chini kwenye comment, na pia naomba uweke katika sala vijana wetu Gen Z waweze kufanikiwa katika azma yao ya kulikomboa taifa. Na kutakia siku njema. Asante na kwaheri.